Awali ya yote, kwa mara nyingine tunapenda kuwakaribisha ndugu wote watazamaji mnaofuatilia vipindi vyetu vya lishe kwa mujibu wa mafunzo sahihi, mafunzo ya dini ya Kiislamu, lakini na nadharia mbalimbali ambazo tumezipokea kutoka kwa wanachuoni wa kihistoria. Katika muendelezo wa kipindi chetu hiki, leo hii tutasimama na kipengele cha chakula cha halali. Mwanzoni tulitaja anwani, leo tutajaribu kuingia ndani kidogo, tusomeshwe na Bwana Mtume kwamba chakula cha halali kina athari ipi katika maisha yetu. Cha kwanza kabisa nieleze, kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, chakula ili uruhusiwe kukila, sharti la kidini ni kwamba ni lazima kiwe cha halali. Na mmoja katika mambo ambayo yanapaswa yaingie katika utamaduni wetu, na hasa sisi wa Afrika, watu wa ngozi mfano wa ngozi yangu, ninakuhusieni, zingatieni sana andiko la Mungu ambalo linalotuwajibisha tunapotaka kula chakula, tule chakula cha halali. Kwa hakika anayekula chakula ambacho si cha halali anajikurubishia mawimbi yenye nguvu ambayo yakimkurubia yanaangamiza maisha yake na kila kitu chake. Swala zima la chakula cha halali ni miongoni mwa mambo ambayo ni msingi wa kwanza, msingi wa awali ambao Muislamu anatakiwa au zingatie msingi huu kabla ya kukurubia meza ya chakula. Lakini Uislamu si kana kwamba unaishia tu kutuhimiza sisi tule chakula cha halali. Uislamu unatutaka sisi Waislamu tuwe tuna utamaduni wa kula chakula cha halali. Nikisema utamaduni, nafikiri utakuwa unanielewa kama kweli kichwa chako kipo sawa, una experience, una umri mrefu, una umri mkubwa, utakuwa unanielewa nikisema utamaduni. Lakini kama bado umri wako ni mdogo, naomba niashirie ni wakati gani tunasema jambo hili sasa limeingia katika utamaduni wako. Naomba uzingatie yafuatayo. Jambo lolote unapolifanya mara kwa mara, lile jambo linageuka kuwa ni mazoea. Narudia, jambo lolote ukilifanya mara kwa mara, huwa linakwenda, inafikia wakati lile jambo linaingia katika kapu la mazoea yako. Lakini baada ya kuingia katika desturi yako, katika mazoea yako, iwapo lile jambo utaendelea kulifanya, jambo ulilolizoea ukaendelea kulifanya na ukalifanya, basi lile jambo hupanda kutoka katika levu ya mazoea linakuwa ni tabia.
linakuwa ni tabia, samahani, linatoka katika mazoea linakuwa ni utamaduni, linakuwa ni utamaduni. Utamaduni inakuwaje? Utamaduni ni lile jambo ambalo unajikuta automatic bila kulifikiria unalifanya, automatic bila kulifikiria unalifanya, na unapolifanya wala hata haja ya mtu akulipe huna. Kwa nini? Kwa sababu umefanya jambo ambalo lipo katika utamaduni wako, umefanya jambo ambalo lipo katika utamaduni wako. Kwa hiyo tendo la kitamaduni ni yale matendo ambayo binadamu amezoea kuyafanya kwa namna ambayo anajikuta sasa anayafanya, anajikuta hawezi kukaa bila kuyafanya, na anapoyafanya hana hisia kwamba nilipwe au nipate ujira au nipate kitu fulani. Huu ni utamaduni wa kimatendo. Huu ni utamaduni wa kimatendo. Ukisikia utamaduni ndio huo. Kwa mfano, mtu ambaye aliyezoea ukawa utamaduni wake ni kuimba, huyu mtu ingawaje wanaoimba pengine huo wanakusanya hela, lakini ninachokwambia wanaoimba hata usipowapa hela utawakuta wanaimba tu. Kwa nini? Kwa sababu swala zima la kuimba ni jambo ambalo limeingia katika utamaduni wao. Kwa hakika dini ya Kiislamu ni dini ambayo inatuambiaje? Swala zima la kula chakula cha halali lisibakie katika mazoea, bali livuke mazoea, ligeuke kuwa ni utamaduni wa Muislamu. Kwa maana Muislamu chakula cha haramu hakitakiwi kiguse midomo yake. Muislamu chakula cha haramu hawezi kukitazama mara mbili. Muislamu chakula ambacho sio cha halali kwa namna yoyote hakina nafasi katika chaguo lake. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu akifanya chakula cha halali kiwe ni chakula ambacho kina hadhi, kina daraja kubwa kama vile hilo? Kwa hakika riwaya inasema kutoka kwa maasumin, inasema innahu la yasluhu lil'abdi salahun ma'a akli al-haram, la yasluhu lil'abdi salahun ma'a akli al-haram. Hakuna jambo la mja ambalo litatengemaa, hakuna jambo la mja ambalo litasimama sawa sawa, hakuna jambo la mja ambalo litakuwa sawa kama mtu yule anakula chakula cha haramu. Kitendo cha wewe kula chakula cha haramu kinaharibu maisha yako. Innahu la yasluhu lil'abdi salahun, hakuna jambo muhimu hata moja litasimama ma akli alharam kama wewe unakula chakula cha haramu. Kwa hakika ukiona maisha yako ni ya hovyo, hayana baraka, ebu rejea kwenye chakula unachokila. Ukiona wewe umezaa mtoto wa haramu, rejea kwenye maisha yako, ulikula chakula cha haramu. Ukiona wewe umeiba hela ya mtu, rejea kwenye mifumo ya chakula chako, ulikula chakula cha haramu. Ukiona wewe unatamani mambo ya haramu, rejea kwenye mifumo ya chakula ulichokula. Utakuta tu kuna watu ambao uliishi nao hawajali cha halali wala cha haramu, wakawa ndio chanzo cha kupandikiza ada, utamaduni, tabia mbaya kabisa ambazo wewe mwenyewe wakati mwingine hujui tabia hizi nimezitoa wapi. Hivyo basi tunawasisitiza kwa namna moja au nyingine, ndugu watazamaji, kipengele hiki chakula cha halali tunawaombeni mkipokee kama kipengele muhimu, kama kipengele mama, kama kipengele cha msingi kwa wale wanaotaka waone mabadiliko katika maisha yao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.